بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu ambaye ni vyake vyote viliomo mbinguni na katika ardhi, na sifa ni zake yeye katika akhera. Naye ni mwenye hikma, mwenye habari. Anajua yanayoingia katika ardhi na yanayotoka humo, na yanayoteremka kutoka mbinguni na yanayopanda huko, na yeye ni mwenye kurehemu, mwenye kusamehe. Na walisema waliokufuru, haitatufikia saa. Sema, kwani hapana shaka itakufikieni, na hapa kwa haki ya Mola wangu mlezi mwenye kujua ya ghaibu. Hapana kinachofichikana kwake hata chenye uzito wa chembe tu, si katika mbingu wala katika ardhi, wala kilicho kidogo kuliko hivyo wala kikubwa zaidi, ila vyote hivyo vimo katika kitabu chake chenye kubainisha. Ili awalipi walioamini na wakatenda mema, hao watapata msamaha na riziki ya ukarimu. Na wale waliojitahidi kuzipinga ishara zetu wakaona watashinda, hao watapata adhabu mbaya yenye uchungu. Na waliopewa elimu wanaona ya kuwa ulioteremshiwa kutokana na Mola wako mlezi ni haki, nayo huongoa kuendea njia ya mwenye nguvu, mwenye kusifiwa. Na waliokufuru walisema, je, tukujulisheni mtu anayekuambieni kwamba mtakapochambuliwa mapande mapande mtakuwa katika umbo jipya? Ama amemzulia Mwenyezi Mungu uongo au ana wazimu? Bali wasioamini akhera wamo adhabuni na upotofu wa mbali kabisa. Kwani hawaoni yaliyo mbele yao na yaliyo nyuma yao ya mbingu na ardhi? Tungelipenda tungeliwadidimiza ndani ya ardhi, au tungeliwateremshia juu yao vipande vya mbingu. Hakika katika haya zipo ishara kwa kila mja aliyetubia. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أكبر لا إله إلا الله. Sura 7 imeteremka Maka. Sura hii imeanzia kwa kumfanya Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye kustahiki kusifiwa na kuhimidiwa kwa aliowaneemesha waja wake, kwani vyote vilioko mbinguni na katika ardhi ni vyake yeye kwa kuviumba na kuvimiliki. Na sura inaeleza porojo la makafiri juu ya saa ya kiyama na kukanya kwao kufufuliwa na kumsingizia mtume kuwa ni mwongo na mwenda wazimu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu anawarejesha kwenye dalili za uweza wake na anawahadharisha kuwa atawateremshia kama alivyowateremshia walio kama wao, na ikawameza ardhi au vikawaangukia vipande kutoka mbinguni. Na anawakumbusha anavyowafanyia vipenzi vyake, kama alivyomlainishia chuma Daud na akamtawalisha Suleiman na akawafanya majini wamtumikie, wakafanya kama alivyotaka, kama mihrabu na masanamu. Na Daudi na Suleiman walishukuru neema, na wachache tu katika waja wa Mwenyezi Mungu wanaoshukuru. Haya yakafuatia maelezo ya neema aliyowaneemesha Mwenyezi Mungu watu wa Saba, nao wasishukuru. Hao walikuwa na bustani mbili, ya kulia na kushoto. Miji yao ilikuwa imekaribiana, na wakisafiri baina yao kwa amani. Neema ikawatia kiburi, wakataka safari ziwe ndefu zaidi. Mwenyezi Mungu akawalipa anavyowalipa wanaozikataa neema zake, nao wakatimiza aliyofikiri Iblisi na wakamfuata. Na yeye hakuwa na madaraka juu yao, lakini hayo yalikuwa ni mtihani tu, wapate kutengana baina ya wanaoiamini akhera na wenye shaka nayo. Kisha sura ikaingia kueleza hao wanaowafanya kuwa ni miungu, kwamba kwa hakika hawana lolote wawezalo, na inakumbusha sura kuwa kila mtu ana jukumu la makosa ayatendayo, na ikathibitisha ujumbe wote wa mtume, na ikataja kuwa washirikina wanaoiona siku ya kiyama inachelewa, na hivyo ina wakati wake maalum. Na sura inasimulia kauli ya makafiri katika Qur'an na majadiliano baina ya wakuu na wanyonge, na ikaweka mipaka ya kujifahari kwa mali na wana, na kwamba hayo mali hayamkaribishi mtu kwa Mwenyezi Mungu ila kwa kadri ya manufaa kwa watu yanayopatikana kutokana na mali hayo, kwani hayo mali ni milki yake Mwenyezi Mungu, na yeye humkunjulia riski ya mtakaye na humdhikisha. Na inawekwa wazi sura ya washirikina, kwani wao walimwambia mtume wao kwamba yeye anataka kuwazuilia wasiabudu miungu waliokuwa wakiabudu baba zao, na wakaisema Qur'an aliyoteremshiwa kuwa ni uzushi uliotungwa na uchawi dhahir. Na pia walidai kuwa hawakupewa vitabu kabla yake wala hakutumwa mtume kabla yake, na hali hakika tuliwatumia walio kabla yao wanaowajua nguvu zao na utukufu wao na habari zao. Na walipokuwa hawakuitikia wito tuliwashika kwa kuadhibu. Na mtume sallallahu alaihi wasallam anaamrishwa aeleze wazi ujumbe wake muhimu wao, na hili ni kumbusho bila ya kahari. Na wanaamrishwa wamtazame huyu mwenzao, hana wazimu wala hata kimali, na wito wake kwa watu wafuate haki ni kwa ufunuo, yani wahi unaotokana na Mwenyezi Mungu mtukufu, ili wapate amani. Na itakapokuja saa ya kiyama watafadhaika na watakuwa hawana pa kukimbilia, na watakamatwa pahala karibu. Hapo tena ndiyo watasema tumeamini. Yafaa nini tena hapo imani, nao walikwisha kataa kabla yake? Watazuiwa baina yao na wanachokitamani, kama walivyofanyiwa waliokuwa mfano wao. Wao wote walikuwa na shaka tupu katika mambo ya dini. Sifa zote nzuri ni haki ya Mwenyezi Mungu, ambaye ndiye mwenye kuumba na mwenye kumiliki na mwenye kupanga vyote vilioko mbinguni na vilioko katika ardhi. Na yeye peke yake ndiye mwenye sifa akhera, kutamalaki kwake kuliko enea. Naye ndiye mwenye hikma, asiyekosa, mwenye habari zote, hapana asichokijua siri yake. Anajua kila kinachoingia katika sehemu za ardhi, kama maji na hazina na viliozikwa na sehemu za maiti, na kila kinachotoka kama wanyama na mimea na madeni na maji ya visima na chemchem. Na anajua vinavyoteremka kutoka mbinguni kama malaika na vitabu wanavyovipokea manabii,
na mvua na radi, na anajua vinavyopanda ndani yake na kwendea huko kama malaika na amali za ibada na roho, na yeye ni mwingi wa rehema, mkubwa wa kusamehe. Na wenye kukufuru wakasema, haitujii saa iliyoahidiwa kuone kufufuliwa na kukusanywa watu. Waambie, we Mtume, hapana shaka itakujieni, nami naapa kwa Mola wangu mlezi mwenye kujua yasiri, ambaye hapana chenye kughibu na ujuzi wake, hata ingawa kiasi cha chembe tu, si katika mbingu wala katika ardhi, wala kilicho kidogo kuliko chembe wala kikubwa kuliko hivyo hakikosi kuandikwa katika kitabu kilichotimia chenye kubainisha kila kitu. Dhara tuliyoifasiri yani chembe, na kisayansi ni atom. Kwa hakika katika lugha ya Kiarabu ni kitu kidogo sana, kama sisibizi mdogo au chembe ya vumbi. Na uzito wa dhara maana yake ni uzani wake, na aya inaonyesha kuwa kifo kilichokuwa ni kidogo kuliko dhara. Na yafaa kutaja hapa kuwa sayansi za sasa zimethibitisha kuwa dhara yani atom imegawika katika sehemu ndogo zaidi, nazo ni nucleus na electrons. Na haya hayakuthibitika ila katika karne ya 20 ya kuzaliwa Nabii Isa. Ili Mwenyezi Mungu awathibitishe walioamini na wakatenda mema kwa ajili ya nafsi zao na kwa ajili ya watu wengine. Hao waumini watendaji watapata kwa Mwenyezi Mungu msamaha wa kuwafutia madhambi yao na riziki kunjufu isiyo na masimbolizi ndani yake. Na hao waliozishughulisha nafsi zao kuipiga vita Kurani, kutaka kuishinda amri ya Mwenyezi Mungu katika kumsaidia mtume wake, hao watapata adhabu katika adhabu za mwisho baya na uchungu. Na walioneemeshwa na Mwenyezi Mungu kwa kupewa ujuzi kwa Kurani iliyoteremshiwa kutoka kwa Mola wako mlezi, yenye ndani yake mambo ya itikadi na uongofu, ni haki isiyokuwa na shaka yoyote, wanajua kuwa hiyo ndiyo yenye kuongoa watu kwendea njia Mwenyezi Mungu, mwenye kushinda kila kitu, mwenye kustahiki kila sifa njema. Na makafiri waliambiana wenyewe kwa wenyewe kwa kufanya kejeli kufufuliwa, je, tukuonyesheni mtu atakayekuambieni kwamba mtakapokusha kufa na vilili vyenu vikagawika mapande kuwa ati mtafufuliwa tena kwa umbo jipya? Mtu huyu amemzulia uongo Mwenyezi Mungu kwa kumnasibishia kuwa atawafufua wafu, au mtu huyu ana wazimu ndiyo anasema tuyajua. Siyo hayo wayasemayo, bali ukweli wa mambo ni kuwa hao wasioiamini akhera wataingia katika adhabu na upotovu wa kupotelea mbali na haki. Je, wamepofuka hata hawaoni aliyo mbele yao ni aliyo nyuma yao ya mbinguni na katika ardhi, wakaujua uweza wetu wa kutenda tuyatakayo? Tukitaka ardhi wameze tutawazamisha, au tungelitaka viwaangukie vipande vya mbingu tuwasagesage tungeliwateremshia. Hakika katika tuliyoyataja zipo dalili kwa kila mja mwenye kurejea kwa Mola wake mlezi katika kila jambo lake. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ
تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. Na tulimpa Daudi fadhila kutoka kwetu, enyi milima, karirini kumtakasa Mwenyezi Mungu pamoja naye, na ndege pia, na tukamlainishia chuma. Tengeneza nguo za chuma pana, na kadiria sawa katika kuunganisha, na tendeni mema, hakika mimi nayaona vyema mnayoyatenda. Na Suleiman tuliufanya upepo mtumikie, safari yake ya asubuhi ni mwendo wa mwezi mmoja, na safari yake ya jioni ni mwendo wa mwezi mmoja. Na tukamyayushia chemchemu ya shaba, na katika majini waliokuwa wakifanya kazi mbele yake kwa idhini ya Mola wake mlezi. Na kila anayejitenga na amri yetu katika wao tunamwonjesha adhabu ya moto unaowaka. Walikuwa wakimfanyia alipendalo, kama mihrabu na masanamu na madeste makubwa kama mahodhi na masufuria makubwa yasiondolewa mahali pake. Enyi watu wa Daudi, fanyeni kazi kwa kushukuru. Ni wachache katika waja wangu wanaoshukuru. Na tulipomhukumia kufa, hapana aliyewajulisha kufa kwake ila mnyama wa ardhi aliyekula fimbo yake. Na alipoanguka majini walitambua lau kuwa wangelijua ya ghaibu, wasingelikaa katika adhabu hiyo ya kufedhehesha. Hakika ilikuwapo ishara kwa Sabaa katika maskani yao, bustani mbili, kulia na kushoto. Kuleni katika riziki ya Mwenyezi Mungu na mumshukuru, mji mzuri na Mola mlezi aliyemsamehevu. Lakini wakaacha, tukawapelekea mafuriko makubwa, na tukawabadilishia badala ya bustani zao hizo kwa bustani nyingine zenye matunda makali machungu na mivinje na kidogo katika miti ya kunazi. Hayo tuliwalipa kwa sababu ya walivyokufuru. Nasi kwani tunamwadhibu isipokuwa anayekufuru? Na baina yao na miji mingine tuliyoibariki tuliweka miji iliyo dhahir, na tukaweka humo vituo vya safari. Tukawaambia, nendeni humo usiku na mchana kwa amani. Lakini wakasema, Mola wetu mlezi, weka mwendo mrefu baina ya safari zetu. Na wakazidhulumu nafsi zao. Basi tukawafanya ni masimulizi tu, na tukawatawanya. Hakika katika hayo bila shaka zimo ishara
kwa kila mwenye kusubiri sana na akashukuru. Na bila shaka Iblisi alihakikisha ile dhanna yake juu yao, nao walimfuata isipokuwa kundi la waumini. Na yeye hakuwa na mamlaka yoyote juu yao, ila kwa sababu ya kuwajaribu tujue nani mwenye kuamini akhira na nani anaitilia shaka. Na Mola wako mlezi ni mwenye kuhifadhi kila kitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Wallahi, kwa hakika tulimpa Daudi fadhila kutoka kwetu kwa kumpa hikma na kitabu. Na tulisema, enyi milima, karirini pamoja naye tasbihi kumtakasa Mwenyezi Mungu pale anaposabihi yeye. Na sisi tuliwafanya ndege pia wamtumikie, nao wawe wakikariri kumtakasa Mwenyezi Mungu, na tukakifanya chuma kiwe laini kwake aunde kwa sura atakayo. Daudi alayhi salam ni mmoja wa manabii wa wana wa Israeli na mmoja wa falme wao. Aliishi katika zama za baina ya mwaka 1110 na 970, yani kabla ya kuzaliwa Nabii Isa alayhi salam. Tulimfunulia kumwambia aunde nguo za chuma pana za kujilinda katika vita na maadui, naye azifume kwa hikma na ustadi katika kuviunga viungo vyake. Na tukamwambia yeye na watu wake, tendeni atakakuleteni kheri na maslaha. Hakika mimi na yaona vyema yote miyatendayo, hapana kinachoniporonyoka kinisikione. Na Suleiman tukamfanyia upepo mtumikie, mwendo wake wakati wa asubuhi mmoja ni sawa na safari ya desturi inayochukua mwezi mzima, na mwendo wake wakati wa jioni moja ni kama safari ya kuchukua mwezi. Na tukamyayushia madeni ya shaba ikawa yatiririka kwa wingi moja kwa moja, na tukawafanya majini wawe wakimtumikia mbele yake kwa amri ya Mola wake mlezi. Na yeyote katika majini aliyewacha kutii amri ya Suleiman, basi tulimwonjesha adhabu ya moto na uwaka kwa nguvu. Hao majini wakifanya atakacho Suleimani, kama misikiti kwa ajili ya ibada, na masanamu na madeste au mabakuli makubwa kama mahodhi ya maji, na vyombo vya kupikia, yani masufuria makubwa yaliyokaa pale pale penye mapia yake hayaondoki kwa kuwa ni makubwa mno. Na tukawaambia watu wa Daudi, tendeni kazi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu vilivyo, na ni wachache miongoni mwa waja wangu ambao wanakumbuka neema zangu wakawa wananishukuru kwa wingi. Tulipomhukumia Suleimani mauti, hapana aliyeonyesha majini kuwakesha kufa, ila kinyama cha ardhi kilichoila fimbo yake aliyokuwa akiegemea. Alipoanguka majini wakajua kuwa na ukuwa wangelijua ya ghaibu, wasingeliendelea na ile adhabu ya mashaka ya kuwadhalilisha. Ninaapa, hakika katika watu wa Saba katika makazi yao ya Yaman palikuwa na ishara ya uweza wetu. Zilikuwako bustani mbili zilizozunguka nchi yao kulia na kushoto. Wakaambiwa, kuleni katika riziki ya Mola wenu mlezi, na mshukuru neema zake kwa kuzitumilia inavyofaa. Huu mji wenu ni mji mzuri, una vivuli na matunda, na Mola wenu mlezi ni mwingi wa maghfira kwa anayemshukuru. Lakini wao waliacha kushukuru neema na wakawa maisha yao ya kiburi. Tukawafungulia mafuriko ya nguvu yaliyotokea baada ya kupasuka kuta za mahodhi, yakateketeza mabustani yao. Tukawabadilishia badala ya bustani zao mbili zenye matunda mazuri, zikawa nyingine mbili zenye matunda machungu, na miti isiyokuwa na matunda, na mikunazi kidogo isiyotoa hamu. Hili liitwalo hodhi la maji ya mvua kubwa, hodhi la bahari, ni kubwa kuliko mahodhi yote ya Yaman. Hodhi hili linaweza kubadilisha ardhi kavu ya kiasi ya maili 300 ya mraba ikawa yenye rutuba na mashamba. Na dalili ya hayo ni hizo bustani mbili zilizotajwa. Wanazuoni wa tarihi, yani historia, wanahitalifiana katika ujenzi wa hodhi kuu. Vile vile ziko kauli mbalimbali kuhusu kubomoka kwake. Hayo ndiyo malipo tuliyowalipa kwa kufuru zao, kuzikufuru neema na kutozishukuru. Na kwani sisi tunamwadhibu kwa adhabu hii kali yoyote yule ila aliyekuwa mwingi wa kumkufuru Mwenyezi Mungu na fadhila zake?
na tulifanya baina ya maskani yao ya Yamani na baina ya miji mingine iliyobarikiwa miji mingineyo pia iliyokaribiana inaonana, na tukafanya mahusiano baina yao ni kiasi maalum cha mwendo usiokuwa wa tabu, na tukawaambia, nendeni humo usiku na mchana, nanyi mko katika amani. Kwa kutakabari kwa neema na raha na amani walisema, tuwekee mbali masafa ya safari zetu, tusifalifu kukuta miji iliyoamirishwa ya katikati mpaka tufike huko twendako. Mwenyezi Mungu akazifanya ziwe mbali hizo safari zao, na wakawa wao wamejidhulumu nafsi zao kwa uasi wao. Tukawafanya hao ni masimulizi ya watu, na tukawatenganisha mtengano mkubwa. Hakika katika aliyowapata hao yapo mawaidha kwa kila mwenye kusubiri kwa balaa, mwenye kushukuru kwa pewacho. Na bila shaka Iblisi amehakikisha dhana yake juu yao, nao wakamfuata yeye isipokuwa wachache miongoni mwa waumini. Na wala Iblisi hakuwa na nguvu za kuwafanya wamtii na kumnyenyekea, lakini Mwenyezi Mungu kawafanyia mtihani apate kuwadhihirishia wepi wanaoisadiki akhera na wepi wanashaka nayo. Ewe nabii, Mola wako mlezi ni mwenye kuchungua kila kitu, mwenye kusimamia kila kitu. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. Sema, waite mnaowadaia kuwa ni badala ya Mwenyezi Mungu, hawamiliki hata uzito wa chembe hichi katika mbingu wala ardhi, wala hawana ushirika wowote humo, wala yeye hana msaidizi miongoni mwao, wala uombezi mbele yake hautafaa kitu isipokuwa kwa aliyempa idhini. Hata itapoondolewa hofu kwenye nyoyo zao watasema, Mola wenu mlezi kasema nini? Watasema, yaliyo kweli, na yeye ndiye aliye juu mkubwa. Sema, ni nani anayekuruzukuni kutoka mbinguni na kwenye ardhi? Sema, Mwenyezi Mungu. Na hakika sisi au nyinyi bila shaka tuko kwenye uongofu au upotofu ulio wazi. Sema, nyinyi hamtaulizwa kwa makosa tuliyoyafanya, wala sisi hatutaulizwa kwa mnayoyatenda nyinyi. Sema, Mola wetu mlezi atatukusanya, kisha atatuhukumu kwa haki, na yeye ndiye hakimu mwenye kujua. Sema, nionyesheni mliowaunganisha naye kuwa washirika. Hasha, bali yeye ndiye Mwenyezi Mungu mwenye nguvu, mwenye hikma.
na hatukukutuma ila kwa watu wote uwe mbashiri na mwonyaji, lakini watu wengi hawajui. Na wanasema, ahadi hii itakuwa lini ikiwa nyinyi mnasema kweli? Sema, nyinyi mnayo miadi ya siku ambayo hamtaakhirika nayo kwa saa moja wala hamtaitangulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Ewe nabii, waambie washirikina, waombeni hao mnaodai kwa uongo kwamba ni miungu badala ya Mwenyezi Mungu, wakuleteeni manufaa, wakondoleni madhara. Hawakujibuni kitu, kwani hao hawamiliki hata kiasi ya chembe ya kitu katika mbingu wala katika ardhi. Wala wao hawana ushirika wowote na Mwenyezi Mungu katika kuumba au kumiliki. Wala hapana yeyote katika hao miungu ya uongo anayemsaidia Mwenyezi Mungu katika kupanga mambo ya viumbe vyake. Wala maombezi kwa Mwenyezi Mungu hayawafai ila wenye kustahili makamo ya kuombewa, mpaka itapoondoka hofu katika nyoyo zao kwa kutolewa ruhusa ya kuombewa. Hapo watakuwa wakiambiana kwa furaha, Mola wenu mlezi kakwambieni nini? Na wengine watajibu kwamba ilosema ni kauli ya haki, kwa kutoa ruhusa kuombewa alimridi. Na yeye peke yake ndiye mwenye utukufu na ukubwa, na yeye ndiye anayeruhusu na kumkatalia mtakaye. Ewe nabii, waambie washirikina, nani anayekuleteni riziki kutoka mbinguni na kwenye ardhi? Watapokuwa hawajibu kwa inda tu, waambie Mwenyezi Mungu peke yake ndiye anayekuruzukuni kutoka kote kuwili. Je, ni sisi waumini au nyinyi washirikina ndiyo walio katika moja hali mbili, ya uongofu au upotofu ulio wazi? Ewe nabii, waambie nyinyi hamuulizwi habari ya madhambi tuyafanya sisi, wala sisi yatuulizwi habari ya vitendo vyenu. Waambie, Mola wetu mlezi atatukusanya siku ya Kiyama, kisha atatuhukumu kwa haki. Na yeye subhanahu ndiye hakimu wa kila shauri, mwenye kujua kwa hakika yetu sisi na yenu nyinyi. Waambie, nionyesheni hao mliowaunganisha na Mwenyezi Mungu kwa kustahiki kuabudiwa, mnaodai kuwa ni miungu washirika na yeye. Yeye hana mshirika, bali yeye ndiye Mwenyezi Mungu mwenye kushinda kila kitu, mwenye hikma katika kupanga kwake na kuendesha kwake. Na sisi hatukukutuma ewe Muhammad ila kwa watu wote, uwe ni mwenye kuwabashiria waumini kuwa watapata kheri, na mwenye kuwaonya makafiri kuwa watapata shari. Lakini aghlabu ya watu hawaujui ukweli wako, wanakuwa utume wako ni kwa watu wote. Haya ni kwa sababu hapana mtume aliyekuja kwa watu wote ila huyu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Nabii Musa alikuja kwa wana wa Israeli kuwatoa Misri. Nabii Isa Yesu Kristo pia kaja kwa wana wa Israeli tu, kama isemavyo Kurani sura 3 aya 49. Na Injili ya Mathayo 15-6, Yesu aliposema, afadhali shikeni njia kuendea kondoo waliopotea nyumba Israeli. Na 15:24 aliposema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba Israeli. Na Injili ya Yohana 17:9. Na makafiri wanasema kwa kuifanya haiwi hiyo siku iliyoahidiwa kwa ajili ya malipo. Lini itakuwa hadi tuingie motoni na nyinyi mwingie peponi kama nyinyi ni wakweli kwa hiyo hadi yenu? Ewe nabii, waambie miadi yenu ni siku kubwa mno, ikifika hamtochelewa hata kwa saa moja wala hamtotangulia. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين
قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Na walisema waliokufuru, hatutaiamini Qur'ani hii wale waliokuwa kabla yake, na ungeliwaona madhalim wataposimamishwa mbele ya Mola wao mlezi wakirudishiana maneno wao kwa wao, wanyonge wakiwaambia waliotakabbar, lau kuwa si nyinyi bila shaka tungelikuwa waumini sisi. Waliotakabbar watawaambia wanyonge, kwani sisi ndiyo tuliokuzuieni na uongofu baada ya kukujieni, bali nyinyi wenyewe ni wakosefu. Na wanyonge wakawaambia waliotakabbar, bali ni vitimbi vyenu vya usiku na mchana mlipokuwa mkituamrisha tumkufuru Mwenyezi Mungu na tumfanyie washirika. Nao wataficha majuto watakapoiona adhabu, na tutaweka makongwa shingoni mwao waliokufuru, kwani wanalipwa ila kwa waliokuwa wakiyatenda. Na hatukumtuma mwonyaji yoyote kwenye mji ila walisema waliojidekeza kwa starehe zao kwa mji huo, hakika sisi tunayakataa hayo mliotumwa nayo. Na wakasema sisi tuna mali mengi zaidi na watoto, wala sisi hatutaadhibiwa. Sema, hakika Mola wangu mlezi humkunjulia riziki na humdhikisha mtakaye, lakini watu wengi hawajui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Na waliokufuru wanasema hatuisadiki Qur'ani hii wala hivyo vitabu vilivyotangulia kabla yake kwa hayo vinavyoamrisha na kulingania. Na lau ungeliona ewe mwenye kuweza kuona wakati wanaposimamishwa madhalimu mbele ya Muumba wao mwenye kumiliki amri yao, ungeliona maajabu katika msimamo wao pale wanapojibizana maneno wao kwa wao. Walio wanyonge wakiwaambia waliotukuka juu yao, ingelikuwa si nyinyi kwa kutusaliti na kutamalaki, hapana shaka tungelikuwa waumini. Waliotakabari na wakajiona ni wakubwa watawaambia wanyonge kwa kuyapinga maneno yao, kwani sisi tulikuzuieni msiongoke ulipokufikieni uongofu? Tumekuzuieni sisi au nyinyi wenyewe ndiyo mmehiari upotofu kuliko uongofu? Na wanyonge nao watawaambia waliotakabari, bali vitimbi vyenu na uchochezi wenu kutuchochea usiku na mchana ndiyo umetutumbukiza katika hilaki, pale mlipokuwa mkitutaka tumkufuru Mwenyezi Mungu na tumfanyie miungu mingine ya kushirikisha. Na pande zote mbili zikaficha majuto yao walipoiona adhabu inawashukia, wakajua kuwa hapana faida ya kuonyesha majuto, na tukayaweka makongwa yani nira juu ya shingo za wasioamini. Je, watu hawa wanastahiki chochote ila malipo kwa yale waliokuwa wakiyatenda?
na sisi hatukumtuma mtume yeyote kwenda kwenye mji kuwaita watu wake wafuate haki, ila wale wanaojidekeza kwa starehe zao katika ule mji husema, hakika sisi tunayakanusha hayo mliokuja nayo, na husema kwa kujipa, sisi tuna mali mengi zaidi na watoto, wala hatutaadhibiwa akhera. Ewe nabii, waambie, hakika aliyeniumba humkujulia riziki amtakaye katika wanaomuasi na wanaomtii, na humdhikisha amtakaye, wala hiyo si dalili ya kuwa yeye yuradhi na mtu au anamchukia. Lakini watu wengi hawajui haya. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير na si mali yenu wala watoto wenu watakukaribisheni kwetu mwe karibu, isipokuwa aliyeamini na akatenda mema, hao basi watapata malipo mardufu kwa walioyafanya, nao watakuwa salama katika maghorofa. Na wanaojitahidi kuzipinga ishara zetu wakaona watashinda au watahudhurishwa kwenye adhabu, sema, kwa hakika Mola wangu mlezi humkunjulia riziki na humdhikisha amtakaye katika waja wake, na chochote mtakachokitoa yeye atakilipa, naye ni mbora wa wanaoruzuku. Na siku atakayowakusanya wote, kisha atawaambia malaika, je, hao walikuwa wakikuabuduni? Waseme, subhanak,
umetakasika, wewe ndiye kipenzi chetu si hao, bali wao walikuwa wakiwaabudu majini, wengi wao wakiwaamini hao. Hii leo hataweza yeyote kumletea nafuu wala madhara mwenzie, na tutawaambia waliodhulumu, onjeni adhabu ya moto mliokuwa mkiukanusha. Na wanaposomewa aya zetu zilizo wazi wanasema, huyu si chochote ila ni mtu anayetaka kukuzuieni na waliokuwa wakiabudu baba zenu. Na wakasema, haya si chochote ila ni uongo uliozuliwa. Na waliokufuru waliiambia haki ilipowajia, haya si chochote ila ni uchawi uliodhahiri. Wala hatukuwapa vitabu wavisome, wala hatukuwatumia mwonyaji kabla yako wewe. Na walikadhibisha waliokuwa kabla yao, na hawakufikiria hata sehemu moja katika 10 ya tulivyowapa hao. Nao waliwakadhibisha mitume wangu, basi kuangamiza kwangu kulikuwa namna gani? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Wala mali yenu wala watoto wenu sio jambo la kukurudisheni kwetu mkawa karibu, lakini ambaye imani yake imethibiti na akawa anatenda mema, basi watu kama hao ndio watapata thawabu mara 2 kwa waliyotenda, na peponi watakuwa ni watu wa juu na wenye amani. Na hao ambao wanafanya juhudi kuzipinga ishara zetu, wakifanya kila hila kuzivunja na kuwazuia manabii wetu wasifikisha ujumbe wake, hao basi watakuwa katika adhabu, wamehudhurishwa na wala hawataepuka. Ewe nabii, sema, hakika Mola wangu mlezi anamkunjulia riziki amtakaye katika waja wake, na humfikisha amtakaye, na chochote mtachokitoa yeye atakilipa, na yeye aliyetakasika ni mbora wa wenye kuruzuku. Na taja, ewe nabii, siku ya Mwenyezi Mungu atakuwakusanya wote, na kisha subhanahu awaambie malaika mbele ya wale waliokuwa wakiwaabudu, je, hawa walikuabuduni nyinyi hasa badala yangu mimi? Malaika watasema, sisi tunakutakasa kabisa, na kuwa wewe una mshirika wowote. Wewe ndiye tumeshikamana nawe kwa mapenzi na utiifu usio wao. Hao wamekurika katika madai yao kuwa wanatuabudu sisi, bali walikuwa wanafuata nyayo za mashetani waliowapambia ushirikina, wengi wao wakiwasadiki hao. Basi siku ya mkusanyo hapana atakayeweza kumletea mwenzie manufaa wala kumkinga na madhara. Na tutawaambia waliojidhulumu nafsi zao, ionjeni adhabu ya moto ambayo mliokuwa duniani mkikanusha. Na makafiri waliposomewa aya zetu zilizo wazi dalili zake kuonyesha haki, makafiri walisema, huyu si chochote ila ni mtu anayetaka kuzuilieni msiwaabudu waliokuwa wakiwaabudu baba zenu. Na pia walisema, hii Kurani si chochote ila ni uongo uliotungwa tu. Na walioikataa Kurani ilipowajia walisema, hii si chochote ila ni uchawi ulio wazi. Na Mwenyezi Mungu hakuwateremshia Waarabu vitabu vya mbinguni wavisome, wala hatukupata kuwapelekea mwonyaji kabla yako kwa kuwatahadharisha na matokeo ya ukafiri wao. Na kaumu zilizotangulia ziliwakadhibisha manabii wao, na hawa washirikina wa kaumu yako hawajafikia hata sehemu moja katika 10 za nguvu na madhubuti tulizowapa hao waliotangulia. Wakawakanusha mitume wangu, basi ilikuwaje ghadhabu yangu juu yao jinsi nilivyowakasirikia. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن
ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. Sema, mimi nakunasihini kwa jambo moja tu, ya kwamba msimame kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wawili wawili na mmoja mmoja, kisha mfikiri. Mwenzenu huyu hana wazimu, yeye si chochote ila ni mwonyaji kwenu kabla ya kufika adhabu kali. Sema, ujira niliokuombeni ni wenu nyinyi, sina ujira ila kwa Mwenyezi Mungu, na yeye ni shahidi juu ya kila kitu. Sema, hakika Mola wangu mlezi anaondoa upotovu kwa haki, yeye ndiye mwenye kujua vyema yaliyo ghaibu. Sema, kweli imefika na uongo haujitokezi wala haurudi. Sema, ikiwa mimi nimepotea, basi nimepotea kwa kudhuru nafsi yangu mwenyewe, na ikiwa nimeongoka, basi ni kwa sababu ya kunifunulia Mola wangu mlezi. Hakika yeye ni mwenye kusikia aliye karibu. Na lao ungeliona watapobabaika, basi hapana pa kukimbilia, na watakamatwa mahala pa karibu. Na watasema, tunaiamini, lakini wataipata wapi kutoka huko mahali mbali? Na hapo kabla yake waliikataa, na wakiatupilia mbali maneno ya ghaibu kutoka mahali mbali. Na watatiliwa kizuizi baina yao na hayo wanayoyatamani, kama walivyofanyiwa wenzao zamani. Hakika hao walikuwa na shaka ya kutia wasiwasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Waambie, mimi nakuamrisheni jambo moja tu, msimame kwa ikhlasi ya kumtakasia Mwenyezi Mungu, mwache kufuata mitindo yenu ya zamani katika kuchungua kwa kumsafiania Mwenyezi Mungu, mkigawika wawili wawili au mmoja mmoja, muangalie kwa adilifu na insafu. Kisha mfikiri habari ya huyu mwenzenu Muhammadi, ambaye mmeishi naye na mnajua kuwa akili yake ni timamu. Huyu hana wazimu kwa kulingia jambo hili. Yeye huyu si chochote ila ni mwonyaji kwenu, anakuhadharisheni msije mkapata adhabu kali na kukabilini mbele yenu. Waambie makafiri, ujira wowote niliokutakeni ujia kufikisha ujumbe ni kwa maslaha yenu, yani nyinyi mwongoke na mpate malipo kwa Mwenyezi Mungu. Sina ujira na utaraji mimi ila kwa Mwenyezi Mungu, naye ni mwenye kuangalia na kuchungua kila kitu. Waambie, hakika Mola wangu mlezi huitupa haki juu ya batili, yani uongo ikauondoa, na yeye ndiye mwenye kuijua vyema ghaibu, hapana siri inayofichikana kwake. Waambie, Uislamu umedhihiri, wala uongo hauwezi kuwa ndiyo njia ya kuipinga haki, na hizo mbinu za zamani hazirejei tena. Waambie, nikiacha haki basi madhara ya hayo yataniangukia mwenyewe, na nikiongoka basi nimeongozwa na Mola wangu mlezi. Yeye ni mwenye kusikia kauli yangu na kauli yenu, yupo karibu nami na karibu yenu. Na lau kuwa utaona, ewe mwenye kuona, pale watapofadhaika makafiri kweli itapodhihiri, basi hawatakuwa na pakukimbilia,
na watachukuliwa wapelekwe kwenye moto kutoka pahala karibu. Na watasema watapoiona adhabu, tunaiamini haki, na vipi wao waipate imani kwa wepesi huo kutoka pahala mbali na dunia ambayo wakati wake umekushapita? Na ili hali wao walikwisha ikataa haki kabla ya siku hii, na wakavurumiza kwa dhana ya uongo kutoka mahala palipo mbali na ukweli. Patawekewa kizuizi baina yao na hayo na yatamani ya imani ya kuwafaa, kama walivyofanywa wenzao wa kabla yao walipoamini baada ya kuisha wakati wake, kwa sababu wote hao walikuwa katika kuifanyia haki shaka inayopelekea kutuhumiwa.